Unajua kwenye mwendelezo wa jitihada zako za kumtetea Rais Samia, kuna siku ulisema kwamba Watanzania ni kama vile hatuna shukrani na tuna usahaulifu wa haraka sana. Kwamba tumesahau baadhi ya vitu ambavyo Rais Samia alivifanya kwenye mazingira ambayo yalikuwa very challenging, lakini akaonesha ukatoa mfano wako kwamba yeye alikuwa kiongozi mkuu pekee mwandamizi akiwa makamu wa rais kwenda Nairobi kumuona Tundu Lissu baada tu ya jaribio lake la kumuua. Akaenda akamsalimia pale na picha ukasema kwamba alipiga, kwa sababu kwenda kumuona ni kitu kimoja, lakini nakupiga picha. Lakini pia baada ya kuwa rais, na umegusia palienda Brussels, Ubelgiji, mpaka walionana na Lissu alikokuwa uhamishoni, na of course michakato ikaendelea mpaka Lissu akarudi na mambo mengine hayo umefanywa, na ukasema kwamba hizi ni hatua muhimu sana ambazo hatuwezi kuzipuuza. Na mimi nakubaliana na wewe 100%. Lakini swali linakuja, inawezekana vipi huu wema na ukarimu ambao Rais Samia anao hauku extend kwenye truth and accountability? Yani angalau serikali yake ingetusaidia ni nani walikuwa nyuma ya kuratibu ule uhalifu uliofanywa dhidi ya Tundu Lissu na kuwafikisha hawa wahusika mbele ya vyombo vya sheria. Unadhani nini kinaweza kikawa kimemzuia Rais Samia kufanya hivyo kwenye hili jambo?